Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ni ukweli kabisa, inakuwa ni salama kabisa katika moyo wa mwanadamu ambaye analisoma neno la Mungu. Hata kwangu mimi ni salama kabisa moyoni mwangu. Msikilizaji, karibu katika sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo. Leo tunapitia sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo. Kumbuka tuliishia katika sura ya 5. Ni mwendelezo wetu wa kuisoma Biblia mpaka pale tutakapoimaliza, lakini pia hapa tutapata mahubiri mbalimbali. Tutapata masomo mbalimbali ya kibiblia. Mungu atusaidie sana. Msikilizaji, tuombe kabla ya kusoma neno. Asante sana Muumba wetu. Wewe ni Mungu kila wakati. Wewe ni Alfa na Omega. Hilo hatubishi. Tunachoomba tu ni kwamba tunaomba utupe imani sasa ya kuamini kwamba wewe ni mwanzo na mwisho, na wewe ndiwe kila kitu katika maisha yetu. Tupe imani kwamba wewe huchunguziki. Tuamini hivyo na tuishi hivyo. Tupe imani kwamba wewe unaweza kuamua lolote kwetu sisi. Na isiwe tu imani ya juu, ila imani ya dhati kwamba wewe ukiamua kitu chochote kile kinaweza kuwa, na ukisema no ni no. Tupe imani. Ninaomba sana imani mbele zako Mungu, kwa sababu ninao ufahamu kwamba ulishatueleza katika neno lako kwamba pasipo kuwa na imani hakuna kitu chochote kinaweza kutokea. Hakuna ombi lolote tunaweza kujibiwa ikiwa hatuna imani. Na ndio maana namwombea msikilizaji imani. Najiombea na mimi unipatie imani. Naomba imani kwa kila mtu ambaye anapata muda wa kusema alisikia neno lako. Imani, imani, imani. Tunaomba sana utusaidie. Tupatie Roho yako Mtakatifu atusaidie tunaposoma somo hili. Sehemu ambapo tupo katika kuhuzunika, tufariji. Nafahamu kuna watu wako kwenye hali mbaya sana. Kuna watu wamepoteza mali. Kuna watu ambao wamefiwa. Kuna watu ambao wako kwenye hali ya kukataliwa, hali ya kukata tamaa. Wako kwenye majonzi makubwa kweli kweli. Jamani, Mungu wa mbinguni, wewe ndiwe mfariji mkuu. Simama na watu wako. Wewe ndiwe mfariji mkuu. Simama na watu wako Mungu. Mguse ambaye anasononeka, aliyefiwa, mguse umfariji, kwa sababu wewe ndiwe mfariji mkuu. Mungu wa mbinguni, aliyepoteza mali mfariji, aliyepoteza chochote kile mfariji. Mwenye hali ya magonjwa naomba umuinue. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Na kwa sababu naamini katika wewe, mpe na yeye kuamini ili aweze kupokea. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Sasa msikilizaji, karibu sana katika sura hii ya 6 ya kitabu cha Mwanzo. Inaanza kama ifuatavyo. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Wanefeli walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya.
Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akatengeneza safina. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafeti. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila chenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanye safina mwangaza. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3, ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Nitaharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti. Nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Na katika kila kilicho hai chenye mwili, 2 wa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke. Katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake, 2 wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye, nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Msikilizaji, hii ni sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo. Naamini kwamba unaendelea kupata tafakuri kuhusiana na sura hii. Nikukaribishe sana kila wakati uendelee kwa pamoja nasi ili uweze kufanya tafakuri. Inawezekana una maswali kadhaa, weka hapo chini ya komenti ili tuweze kujadili. Kumbuka, katika neno la Mungu hakuna mtu anayejua sana, lakini kadiri Roho wa Mungu anavyotufunulia ndivyo ambavyo tunavyoishia katika kujua. Basi msikilizaji, unapopata somo hili usiache kushare kwa wenzako nao ili waweze kujifunza. Endelea kuwa pamoja na sisi kila wakati. Like na kushare na kukomenti ili kuzidi kuleta hamasa ya jinsi ambavyo tunaweza kujadili neno la Mungu. Hii ni Mungu Tumaini. Ni channel ambayo ipo kwa ajili ya neno la Mungu peke yake. Basi Mungu awabariki sana wote ambao mko pamoja na sisi. Mungu awatie nguvu, na kama kuna mtu ana tatizo lolote la maradhi, Mungu aweze kumtia nguvu na kumponya haraka iwezekanavyo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwamba Mungu aweze kukufungulia. Mungu aweze kusimama na wewe. Mungu atembee na wewe. Mungu aende na wewe kanisani, sokoni,
shambani, aende na wewe katika biashara zako, aende na wewe kila mahali, asimame na wewe na kufanya kazi, kila jambo lako atangulie Mungu. Hilo ndilo jambo ambalo ninalalo kuombea msikilizaji. Kupitia jina la Yesu Kristo ninaomba sana na kuamini. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.